Mwaka 2025 hukufanikiwa? Je, mwaka 2026 utafanikiwa? Swala la kufanikiwa au kutofanikiwa linategemea maamuzi yako mwenyewe. Ili ufanikiwe mwaka 2026, ni lazima ujue wapi ulikosea mwaka 2025. Watu wengi wanasema hawakufanikiwa kwa sababu ya uwezo mdogo wa kifedha, kushindwa kujikimu au kushindwa kupanga bajeti za biashara na uwekezaji. Lakini leo nakupa sababu halisi ya kufeli. Moja, sio kwa sababu ulikuwa unapata kipato kidogo, bali ni kwa sababu hukujua kipato chako kinaendana na fursa zipi. Ni muhimu sana kujiuliza, kwa kipato nilichonacho, naweza kuanzisha biashara gani? Kama unapata kuanzia Laki 3 au chini, unatakiwa kufanya biashara au kuwekeza kwenye biashara ambazo mtaji wako unaonekana. Maana yake ni kwamba, hata kama biashara hiyo itakosa wateja, bado unaweza kuhamisha pesa yako na kuifanya biashara nyingine bila hasara kubwa. 2. Kabla ya kuanzisha biashara yoyote, lazima uangalie wateja wa biashara hiyo katika eneo ulilopanga kuifanya. Wapinzani, kwenye binawa washindani, wanaofanya biashara hiyo hiyo. Baada ya hapo, fanya utafiti kwenye binawa research ili kubaini changamoto za biashara hiyo. Faida zinazopatikana. 3. Weka utofauti wa kibiashara. Unapoamua kuanzisha biashara katika eneo fulani, hakikisha unaweka mbinu mpya, huduma bora, tofauti ya kibiashara kuliko wengine. Hii itakusaidia kupata wateja wengi kwa muda mfupi. Kubali kupata faida ndogo mwanzoni ili ujenge uhusiano mzuri na wateja wapende huduma zako. 4. Usiitegemee biashara mapema. Ndani ya miezi 3 ya mwanzo, usiitegemee biashara yako kwa mahitaji yasiyo muhimu. Ruhusu biashara ikue kwanza. Ukizingatia mambo haya, biashara yako itaenda kufanikiwa mwaka 2026. Hii ni Bongo One TV. Hakikisha unagusa neno subscribe chini ya video hii ili upate elimu zaidi ya biashara, habari mbalimbali zenye manufaa.